Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo, na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu ama uchambuzi wa kitabu cha Filemoni, barua ya Filemoni. Actually tuko kwenye mstari wa kwanza tu. Kitabu cha Filemoni kina mlango mmoja, lakini tumeshazungumza mambo mazuri kabisa ambayo ninakushauri uende ukayasikilize tena. Kwamba ufanye maamuzi. Je, wewe unakusanya ama unatawanya? Unajenga ama unabomoa? Kwa hiyo maamuzi ni wako. Baada ya kusema hayo, basi ni kukumbushe tu kwamba kwamba leo tunapiga hatua, tunaenda kuongea mambo mazuri kabisa. Tutaangalia swala zima la imani na upendo, na kuhakikishia utafurahi. Lakini kabla ya hapo nikwambie tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya video, tunapatikana katika YouTube. Tunakwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, lakini pia utakapoangalia video yote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti kwa maana ya audio, basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify. Nako pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Kumbuka tu audio zetu ni MB4 tu, na kwa maana hiyo kwa wiki nzima utakuwa umetumia MB chache kabisa. Kwa hiyo unaweza ukafanya namna hiyo. Na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, kuna group linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Pia usisahau katika Facebook tuna group pia linaitwa Mwanafunzi wa Kristo, na katika Instagram pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Nako pia tunaposti mafundisho. Kwa nini tunakaba kote? Ili usiwe na excuse siku utakaposema mbele ya Kristo. Tunahakikisha kama mafundisho yanafikia watu wengi kadri inavyowezekana. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine. Asante sana kwa kufanya namna hiyo. Na kwa kuwa sasa tumepanua wigo, basi unaweza ukamsaidia mtu yote akaanza kukutana na mafundisho haya. Iwe ni kwa njia ya YouTube, iwe ni kwa njia ya WhatsApp, iwe ni kwa njia ya Telegram, iwe kwa njia ya podcast, iwe ni kwa njia ya Facebook, iwe ni kwa njia ya Instagram. Kote tunakaba, kote tunapatikana. Na tutaangalia kama tukiona vipi tunaweza kuingia pia na kwenye Twitter, tukahakikisha kwamba kote kabisa tunakaba. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba watu wafikiwe na kweli ya Kristo. Asante sana kwa kuhamasisha watu, lakini nikutie moyo tu wewe unanisikiliza kwa mara ya kwanza, na nikupe angalizo dogo kwamba mafundisho ya Kristo ni tofauti sana na mafundisho uliyozoea kuyasikia. Hivyo utakaposikia lugha iko tofauti kidogo na ulivyozoea, tafadhali usizime redio yako wala usileft katika grupu. Tafadhali nipe siku 3 mfululizo usikilize kile ambacho tunakizungumza, na nakuhakikishia Roho atakusaidia uweze kuelewa, ili uweze kuelewa namna unavyotakiwa kuishi maisha yako kwa imani ndani ya ufalme wa Mungu, kwa kuwa sasa una uhusiano na Mungu kupitia agano jipya, yani agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Baada ya kusema hayo, ni kushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa kabisa. Usiache, usichoke, endelea. Kumbuka unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, unaomba sasa na Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi 23, na Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Nitoe shukrani pia za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, kwamba kila mwezi umetenga kiasi cha fedha kwa ajili ya kuchangia injili kwa njia ya redio, ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa, ili watu wengi zaidi waweze kukutana na kweli. Kumbuka kuna watu hawana namna nyingine ya kukutana na kweli ya Kristo isipokuwa kwa njia ya redio. Hawana uwezo wa kununua simu za kisasa, na wengine hata wana simu za kisasa lakini hawana uwezo wa kupata data ili waweze kusikiliza. Kwa hiyo wewe unaposhiriki kuchukua sehemu ndogo sana ya kile ambacho Mungu kujalia na kuleta ili tuweze kuwafikia kwa njia ya redio, basi unakuwa umefanya kazi njema na maisha yako yanabadilika. Hivyo kama hujafanya maamuzi basi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, ningekusihi uweze kufanya namna hiyo. Ingia kwenye maombi, muulize Bwana Yesu akupa ndio, basi anza kuwa partner kwa kiasi ambacho Roho Mtakatifu atakuwa kumitia ndani ya moyo wako. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo. Nilisahau kukumbusha kipindi cha jana, ngoja nikukumbushe kipindi cha leo kwamba
kuna baadhi ya watu ambao wamechukua kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Sehemu ya kwanza, kumbuka, inakufundisha ukiri nini, faida za ukiri, ukiri unatendaje kazi na kadhalika na kadhalika. Na sehemu ya pili tumekuandikia kiri mbalimbali, samples za kiri, ili ziweze kukusaidia katika maisha yako. Na kwenye sample hizi kuna kiri nyingi. Kwa mfano, kama una matatizo ya ndoa, kuna ukiri huko. Kama kuna matatizo ya kubeba mimba, kuna ukiri huko. Kama una matatizo ya watoto, labda wanasinzia, hawafanye vizuri, wanaanguka mapepo shuleni, kuna ukiri wake huko. Kama una matatizo kwamba labda watu umewafanya nao biashara, umewakopesha hawakulipi hela, ukiri wake umo ndani. Kama wewe mwenyewe unadaiwa, hujui namna ya kutoka kwenye madeni, kuna ukiri ambao ukusaidia kutoka kwenye katika madeni. Kama una biashara yako inadorora, haifanyi kazi vizuri, kuna ukiri wake huko ndani. Kwa hiyo kuna kiri mbalimbali, lakini ninachotaka kuzungumza ni kitu hichi, kwamba ukiri tulioandika huko, tunaposema ukiri, maana tunatakiwa ukiri kwa sauti, sio ukiri kimya kimya. Kwa mfano, niko kwenye page ya 177, ningekuwa nafanya ukiri wa baraka, niko kwenye ile point namba 2, ningefanya namna hii, ningekiri mara 3 mfululizo. Kwa hiyo sikia jinsi ambavyo nafanya, alafu uanze kufanya na wewe nyumbani kwako. Anasema, mimi nimekombolewa kutoka katika laana ya torati, na sasa baraka ya Abrahamu inafanya kazi katika maisha yangu, na Bwana anafurahia ustawi wangu, na kwa kuwa mimi ni mzao wa Abrahamu, baraka ya Bwana imenifanya kuwa tajiri wa fedha, dhahabu, biashara, nyumba, ardhi, vyombo vya usafiri na kila kitu chema. Mimi nimekombolewa kutoka katika laana ya torati, na sasa baraka ya Abrahamu inafanya kazi katika maisha yangu, na Bwana anafurahia ustawi wangu, na kwa kuwa mimi ni mzao wa Abrahamu, baraka ya Bwana imenifanya kuwa tajiri wa fedha, dhahabu, biashara, nyumba, ardhi, vyombo vya usafiri na kila kitu chema. Mimi nimekombolewa kutoka katika laana ya torati, sasa baraka ya Abrahamu inafanya kazi katika maisha yangu, na Bwana anafurahia ustawi wangu, na kwa kuwa mimi ni mzao wa Abrahamu, baraka ya Bwana inafanya kazi, baraka ya Bwana imenifanya kuwa tajiri wa fedha, dhahabu, biashara, nyumba, ardhi, vyombo vya usafiri na kila kitu chema. Kumbuka, kila ukiri unavyoanza, unaanza katika jina la Yesu. Sasa kumbuka, tunafanya mara 3. Unapofanya namna hiyo, inasababisha mabadiliko ndani ya moyo wako, inasababisha imani yako inahuika, lakini zaidi ya yote inasababisha malaika waingie kazini, inasababisha Roho Mtakatifu aweze kuunga mkono maneno yako, na kwa maana unaanza kuumba ulimwengu wako. Kwa hiyo ukiweza kufanya hivyo asubuhi kabla hujatoka ni vizuri sana, na usiku kabla hujalala ni vizuri sana. Ukifanya na wewe fanya kwa mwezi mzima, uone jinsi ambavyo maisha yako yatabadilika. Unasema, mwalimu unazungumzia kitu gani? Nazungumzia kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Kama hujapata, kisha umepata nakala yako, ni shilingi 20,000 tu. Na niliwaambia watu kwa nyuma, kama hauna 20,000 tunaweza ukatuma kwa awamu. Unatuma labda nusu, alafu baadaye unamalizia. Na wako wapendwa ambao wameanza kufanya namna hiyo na wamepelekewa vitabu hivyo, wamevipata. Kwa hiyo na wewe unanisikiliza, kama hujapata nakala yako, unaweza ukafanya namna hiyo. Baada ya kusema haya, nataka tuendelee. Tuko na somo la Philemon. Haleluya. Najua wengine nasema, sasa mwalimu naingiza habari ya vitabu, manake tunataka tusaidie watu wote tuweze kwenda sambamba. Najua wewe ni sharp, lakini kuna wengine sio sharp kama wewe. Kwa hiyo tuende kwenye Philemoni mlango wa kwanza. Tunaanza mstari wa kwanza. Tunaendelea na uchambuzi wa barua ya Paulo kwa rafiki yake Philemoni. Anasema hivi: Paulo mfungwa wa Kristo Yesu, na Timotheo aliye ndugu yetu, kwa Philemoni mpendwa wetu, mtendakazi pamoja nasi. Mstari wa 2. Na kwa Afia ndugu yetu, na kwa Arkipo askari mwenzetu, na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Sasa kuna mambo mawili hapa ndani nizungumze. Kuna habari ya askari mwenzetu, Arkipo askari mwenzetu, na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Nianze na hii habari ya kanisa. Kama nilivyokuwa nikizungumza katika kipindi kilichopita kwamba Mungu anakaa katika nini? Anakaa ndani ya watu wake. Hakai katika nyumba iliyojengwa na matofali, lakini anakaa ndani ya watu waliokoka, watu waliozaliwa mara ya pili. Hilo ni la kwanza. Lakini nataka uone kitu kimoja. Wakati kanisa linaanza, na ndivyo utaratibu uliokuwepo, makanisa watu walikuwa wanakutana katika nyumba. Kumbuka, kanisa linaanza na mtu mmoja. Mtu mmoja ni kanisa. Kwa hiyo kuanzia mtu mmoja, kwa sababu Bwana Yesu aliuliza mitume katika Mathayo 16, watu wanasema kuwa mimi ni nani? Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu akamwambia, Petro, sio damu na nyama vimekufunulia, bali ni Baba yangu aliye mbinguni. Nami nasema wewe ndiye Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu halitalishinda. Kwa hiyo kanisa ni mtu yeyote ambaye amepata ufunuo kuhusu Kristo. Hii style iliyoko sasa hivi ya kuwa na mikanisa mikubwa na watu 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, 40,000 ni style ya siku hizi. Zamani makanisa yalikuwa katika nyumba. Na kama ungekuwa unanisikiliza, wewe ni mwalimu, unafahamu, ama unashirika na swala zima la elimu, unafahamu darasa likishakuwa na watoto zaidi ya 25 ni shida wote kuelewa. Ndio maana kwa mfano ukienda kwenye vyuo vyetu vikuu sasa hivi unakuta mdarasa mmoja una wanafunzi 300, 400. Ndio maana wanafunzi wengi wamekuwa vilaza. Nasema kwa upendo tu. Hallelujah. Products zinazotoka katika vyuo vyetu vikuu sasa hivi ni mbovu kabisa, sio nzuri.
Hili linajulikana wala sio siri. Hili linajulikana wala sio siri. Ndio maana wakati fulani kuna chuo nadhani kule Dodoma kule, ama kuna program fulani ilikuwa imeanzishwa, Mheshimiwa Rais akafunga akasema ni vilaza watupu. Watu wakanuna, lakini ukweli ndio huo, kwamba quality ya watu graduates wetu, watu wanaofuzu elimu ya shahada na stashahada na uzamivu sasa hivi ni quality ni mbovu, kwa sababu darasani ni watu rundo. Kwa kanisa lilivyoanza mwanzo walikuwa wanakutana manyumbani. Kuna watu wengi mnanisikiza sema, mwalimu, tumejua kweli ya Kristo tunaielewa, lakini hatufiti sehemu nyingine. Anza nyumbani kwako. Angalia hapa anasema mstari wa 2, na kwa Afia ndugu yetu, na kwa Arkipo askari mwenzetu, na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Kwa kanisa lilikuwa linakutana nyumbani mwa Filemoni. Kwa kanisa sio lazima mkawe na mjengo kule. Kuna watu wanahangaika, Mungu amekupa ufunuo tayari, umeshakimbia umeenda kuchukua vimfuko vyako vya sulfate ya blue, unazungusha hapo unasema unaanzisha kanisa. Anza nyumbani kwako my friend. Shirikisha watu neno nyumbani kwako. Fundisha watu nyumbani kwako. Kanisa linakutana nyumbani. Hii kuwa na nini na meta nini? Usajili ni kwa ajili ya serikali, ili serikali waweze kuregulate, lakini otherwise kanisa linaanzia nyumbani. Mtu mmoja anapopata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai, huyo mtu ana qualify, anafuzu kuwa kanisa. Na kupitia huyo mtu Bwana Yesu anasema kwamba atalijenga kanisa lake na milango ya kuzimu haitaweza kulizuia hilo kanisa. Maana kuna watu pia kwenye swala la kanisa wamebinafsisha, wanafikiria kwamba ni watu fulani wenye namna fulani wanatakiwa kuwa kanisa. Kanisa sio cheti. Cheti ni kwa ajili ya serikali, regulations za serikali. Wapi kwenye Biblia ulisoma kwamba kanisa lilivyoanza Mungu akatoa cheti? No, cheti ni kwa ajili ya utaratibu wa serikali ambao umewekwa ili waweze kujua nani yuko wapi. Kwa hiyo kuwa na cheti, kuwa na usajili haikufanyi wewe kwa kanisa. Unakuwa kanisa kwa sababu umezaliwa mara ya pili, kwa kuwa umepata ufunuo wa Kristo. Hiyo ndio inakufanya kuwa kanisa. Sasa nisiongee sana hapa, msimgandushie mawe. Kwa hiyo point ni kwamba makanisa yalikuwa yanakutanika nyumbani. Lakini pia anasema na kwa Arkipo askari mwenzetu. Anamaanisha nini? Twende kwenye Timotheo wa pili. Tuangalie habari ya askari kidogo. Timotheo wa pili, alafu mlango ule wa pili, tutaanza mstari wa kwanza. Angalia anavyosema. Anasema, basi wewe mwanangu, anamwandika Timotheo, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindana, okay. Kwa anasema kwamba Timotheo, wewe ni askari mwenzangu katika nini? Katika vita. Lakini anasema kwamba hayo mambo niliyokufundisha, tafuta watu waaminifu wachache uwakabidhi, uwafundishe. Angalia ule mstari wa 2, anasema na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Kabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Kwa hiyo anasema kwamba askari wa Kristo ni mtu ambaye anasikia mafundisho, ni mtu ambaye amefundishwa, naye anatoka anakwenda kufundisha wengine ili hiyo kazi iweze kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu anasema, 1, mkahubiri injili kwa kila kiumbe, na 2, nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa haitoshi tuwe kusikiliza pasipo kwenda kuhamasisha wengine nao wasikilize. Pasipo kwenda kuwashirikisha wengine, kuwafundisha kile ambacho mwenyewe umejifunza. Unapoanza kuwafundisha wengine kile ambacho umejifunza na kuhamasisha wengine wasikilize mafundisho kama haya, mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, unathibitisha kwamba wewe ni askari wa Kristo. Unathibitisha kwamba ni askari wa Kristo. Na ni la muhimu sana. Na ukianza kufanya hivyo my friend, ujui kitu ambacho tunasababisha katika maisha yako. Mambo yako yote yaliokuwa yamekwama, vitu ambavyo kwa viendi vinaanza kwenda. Kwa nini? Nitakuonyesha. Twende ukaangalie kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 7. Sikia Paulo anavyosema. Anasema, ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Kwa hiyo kwa lugha nyingine, nitakapoanza kufundisha wengine kile ambacho mimi nimefundishwa, nitakapoanza kuhamasisha wengine waweze kusikiliza mafundisho kama vile mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, maana yake ni kwamba automatically inahesabika kwamba mimi ni askari wa Kristo, na kwa maana hiyo ufalme wa Mungu unawajibika kunihudumia, kwa sababu anasema hakuna askari anayekwenda vitani kwa gharama zake mwenyewe. Kwa hiyo ghafla kwenye biashara yangu ambayo kwa kuna mkwamo unaanza kwenda. Wengine mna biashara, kwenye biashara yako kwa nini hauweki mafundisho ya Kristo? Kwa nini uweke mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli?
Kwa nini usinunue redio? Redio wala sio hela nyingi, shilingi 10,000, 15,000 siku hizi unapata redio. Kwa nini usiweke redio hapo dukani ukaweka mafundisho? Mtu anapokuja kununua, mtu anapokuja kwenye mgahawa wako, anapokuja kwenye biashara yako, anakutana na hiyo kweli ya Kristo, naye anaanza kufunguka bila wewe kufungua mdomo. Na ukifanya hivyo unakuwa umekuwa askari wa Kristo, na kwa maana automatically hakuna askari anayekwenda vitani kwa gharama zake mwenyewe. Hivyo ufalme wa Mungu unawajibika kukuhudumia. Tuko sawa? Inawezekana una bajaji, tia redio kwenye bajaji, weka mafundisho haya. Inawezekana una pikipiki, Toyo, tia, siku hizi unajua kuna Toyo zina redio, weka hapo, weka mafundisho, weka watu wasikilize kijiweni. Kwa nini hauweki? Kwa kufanya hivyo unakuwa umethibitisha wewe ni askari wa Kristo, na kwa maana automatically inasababisha ufalme wa Mungu kuhudumia. Hasa nikuulize swali, tabasamu. Wewe ni askari wa Kristo ama askari wa ibilisi? Hamna neutral. Kama wewe sio askari wa Kristo, then maana yake wewe ni askari wa ibilisi. Maana yake Bwana Yesu anasema kama haukusanyi pamoja nami, maana yake ni kwamba unakusanya. Kama haujengi pamoja nami, maana yake ni kwamba unabomoa. Kwa kama upiani vita upande wangu, maana yake ni kwamba uko kinyume changu. Na mimi ninajua kabisa wewe ni askari wa Kristo. Kwa hiyo kama askari wa Kristo, anza kuhamasisha watu wafuatilie kweli ya Kristo. Anza kuwafundisha watu kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kwenye biashara yako, napenda kuna ndugu mmoja hapa Dar es Salaam ana daladala, nadhani sikumbuki linatoka wapi kwenda lenda Chanika. Sikumbuki linatoka pale gani, sio Gongo la Mboto, sio wapi, sio natokea Gongo la Mboto kwenda Chanika. Huyu jamaa anaweka mafundisho kwenye basi yake kwenda daladala yake. Kama hutaki usiingie. Mbona wengine wanaweka nyimbo za ajabu na watangazaji wa redio ambao wanazungumza vitu ambavyo hata hawavijui. Kwa hiyo jamaa anachomeka kwenye daladala yake, watu wanakula gospel, watu wanabadilika, watu wanafunguliwa. Maana yake ni yeye ni askari wa Kristo, na ndio maana kwenye hesabu zake za daladala zinalipa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni askari wa Kristo, na kwa maana ufalme wa Mungu unawajibika kuhakikisha kwamba anapata kipato kinachotakiwa, ziada ya kujazwa, kusukwasukwa, kushindiliwa na kumwagika. Okay, turudi kwenye Filemoni. Wewe umeelewa? Haleluya. Tuko Filemoni mlango ule wa kwanza. Tulikuwa tumekata kona kidogo. Tuangalia pale mstari ule wa pili. Mstari wa 3 anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Mstari wa 4 anasema namshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Sawa, anasema nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Sasa ili tuliweze kuliweka sawa hili, tuwe tukasome sehemu mbili. Tutasoma Wakolosai afu baadaye tutaenda kwenye Waefeso. Tuende kwenye Wakolosai mlango wa kwanza. Kuna kitu nataka nikuonyeshe anavyozungumzia imani na upendo. Wakolosai mlango wa kwanza mstari ule wa nalenga mstari wa ngapi? Mstari wa 4 na kitu anza wa 3. Anasema hivi: Twamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlionao kwa watakatifu wote. Sasa Asa twamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote nikiwaombea. Ngoja nizungumze kitu kidogo haraka hapa. Rafiki, kumbuka sisi kama Wakristo tumeingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo ndiye aliyetuingiza katika uhusiano na Mungu kupitia damu yake ya thamani. Na ndio maana katika nyaraka za mitume hukuti sehemu hata moja ambao wameanza kwa kusema Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu sisi hatujaingia katika uhusiano na Mungu kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Sisi tumeingia kupitia Yesu Kristo. Taifa la Israeli waliingia uhusiano na Mungu kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Ndio maana katika agano la kale wanasema Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Katika agano jipya tunasema Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ndiye aliyetuingiza katika uhusiano na Mungu. Kwa hiyo nataka nikufundishe uanze kuzungumza lugha ya agano jipya. Maana kuna watu wameokoka leo bado wanazungumza lugha ya agano la kale. Wanasema Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, tunakujia mbele zako leo hii, tunanyanyua sauti zetu tusikie. Mungu wa Abrahamu atakusikia tu kwa sababu anakuhurumia, lakini wewe hujaingia katika agano na yeye kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Wewe umeingia katika uhusiano na yeye kupitia agano la damu na Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye aliyekuingiza katika uhusiano na Mungu. Kwa nini sema niliweka tu hilo hapo? Lakini sasa turudi tena pale
Kolosai kwa anasema tunamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlionao kwa watakatifu. Kwa imani ni kwa Yesu Kristo ama Kristo Yesu, na upendo ni kwa watakatifu. Tunaweza tukaangalia pia pointi hiyo inazungumzwa katika Waefeso mlango wa kwanza mstari ule wa 15. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 15 anasema hivi: kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na upendo na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Kwa hiyo anasema kwamba niliposikia habari za imani yenu katika Bwana Yesu ama kwa Bwana Yesu ama katika Kristo Yesu na pendo lenu kwa watakatifu, namshukuru Mungu, namfurahia Mungu, namtukuza Mungu. Kwa actually ukisoma iwe ni nyaraka ya waraka wa Paulo ama waraka wa Yohana ama waraka wa Petro, wote walikuwa wanasisitiza sana hili swala: imani kwa Yesu Kristo na upendo kwa watakatifu. Upendo kwa wengine, imani kwa Yesu Kristo. Imani kwa Bwana Yesu Kristo na upendo kwa wengine. Sasa haya mambo ni muhimu. Nakumbuka sasa ili kufunga mawili, kwa imani yangu kwa Yesu Kristo itafanya kazi, inatenda kazi vipi? Inatenda kazi kwa kupitia upendo. Tena Wagalatia. Takuonyesha hapa, tutakuwa tunapigia hitimisho fulani hapo. Wagalatia 5 mstari wa 6. Anasema, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa wewe ulipomwamini Yesu Kristo ukazaliwa mara ya pili, ulipewa zawadi ya imani. Imani ya nani? Imani ya Kristo Yesu. Soma Wagalatia 2:16 na Wagalatia 2:20. Kwa imani unayotumia wewe ni imani ya Kristo Yesu ama ya Yesu Kristo. Lakini hiyo imani inatenda kazi vizuri katika upendo. Kwa hiyo ninapokuwa nina upendo kwa wengine, inasababisha imani hii iliyoko ndani mwangu itende kazi vizuri. Na ili niweze kupenda wengine, lazima niwe nimelielewa na kulipokea pendo la Mungu kwangu mimi. Na pendo la Mungu ama pendo la Kristo kwangu mimi nalielewaje? Nalielewa kwa kuangalia kazi ya msalaba Yesu Kristo. Bwana Yesu anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake mwenyewe kwa ajili ya rafiki zake. Vivyo hivyo na ninyi imewapasa kupendana ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi. Kwa lugha nyingine, tutakaa tupendane katika namna ambavyo wakati mwingine tuwe tayari kujinyima kwa ajili ya wengine. Ninapofanya hivyo inasababisha imani yangu itende kazi kwa nguvu. Imani ambayo ni zawadi. Kwa hiyo kumbuka, imani ya kweli ni ile imani ambayo imejikita kwa Yesu Kristo, sio nje ya Yesu Kristo. Sasa najua kuna mafundisho mengi yanafundisha sijui imani ya kupata nyumba, imani ya kupata magari. No. Ni imani ya Yesu Kristo ambayo umepewa kama zawadi ndani ya moyo wako. Unaposoma neno ukashawishika na hicho ambacho Mungu amesema, inasababisha hiyo imani ya Kristo Yesu iliyoko ndani mwako ianze kufanya kazi. Tunakwenda sawa? Kumbuka, ulipozaliwa mara ya pili umepewa imani. Hiyo imani haijawahi kuondoka, unayo. Hiyo imani Bwana Yesu alisema hata ikiwa ndogo kiasi cha punje ya haradali, na wewe umebarikiwa una imani ya Kristo Yesu, ya Yesu Kristo. Maana yake ni kwamba utakaposoma neno la Mungu, utakaposikia mafundisho, utakaposikia mahubiri, ukashawishika ndani ya moyo wako sawa sawa na hicho kilichosemwa, inasababisha imani yako itende kazi. Lakini anasema hii imani inatenda kazi kupitia upendo. Kumbuka, upendo ni nini? Ukisoma Kolosai 3 na ndani 14 anasema zaidi ya yote mkijivika kifungo cha ukamilifu ambacho ni upendo. Kwa hiyo upendo unapoingia mahali unasababisha perfection, unasababisha ukamilifu. Kwa hiyo kwa kuwa ninayo imani ya Kristo, ninaposikia neno la Mungu nikashawishika kabisa, inasababisha imani yangu itende kazi. Lakini kwa kuwa naenenda katika upendo, ninapenda wengine, ninahubiria injili, ninahudumia wengine, nahakikisha kwamba injili imewafikia watu, nahakikisha kwamba majirani zangu walio na magonjwa naenda na waombea na wahudumia, walio kwenye vifungo naenda na wafungua, walio hospitali na watembelea. Kwa kuwa ninatembea katika upendo, inasababisha imani yangu itende kazi kwa ukamilifu. Na upendo haushindwi, na kwa maana automatically imani yangu haitakaa ishindwe hata siku moja. In fact, imani haijawahi kushindwa. Itasababisha mimi nisiiondoe imani yangu kazini. Kwa hiyo rafiki, kumbuka, ni imani kwa Yesu Kristo na upendo kwa watakatifu. Hiyo ndio nataka iwe dira yako ya kila siku. Kila siku hakikisha unacheki, je, imani yangu iko thabiti kwa Kristo? Je, upendo wangu kwa watakatifu na kwa watu wanaonizunguka iko thabiti? Ukuta mambo mawili yako safi, wewe una uwezo wa kuishi maisha ya ushindi katika Kristo. Na ili uweze kuishi maisha, fanya maombi yafuatayo ili umpokee Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Sema, Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.
Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera kwa maombi mafupi kabisa na kukaribisha katika familia ya Mungu. Ninakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tuandikie tujue mahali ulipo tuweze kufurahi na wewe. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.